Hii ni K-News habari. Makamu mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema kauli ya no reform no election iliyopigiwa mchapuo na baadhi ya wanachama sio hoja ya kisiasa bali ni wito wa makusudi wa kuvuruga amani na kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza katika mkutano mkuu wa hadhara uliofanyika wilayani Sengerema Juni 24, 2025, Wasira amesema wito huo uliochochea wananchi hususan vijana, wazee na wanawake kuacha shughuli zao halali na kushiriki katika vitendo vya fujo kwa lengo la kuzuia uchaguzi, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na taratibu za nchi. Kuna chama kimoja kinaitwa Chadema na kinasema no reform no election. Kinawataka vijana, wazee na kina mama eti muungane nacho, mvunje katiba, mfanye fujo, mzuie uchaguzi. Hivi unaweza kuja kuambia watu wazima wenye akili timamu mtuunge mkono tuvuruge nchi? Wasira alitumia mfano wa wachimbaji wa madini wa Katoro alikokutana nao hivi karibuni, akieleza kuwa ni watu walioko kwenye shughuli halali za kiuchumi na kuwaeleza wasikubali kupotoshwa. Nyinyi mnachimba madini na kila mtu ana shimo lake. Kikinuka utakimbia na shimo lako. Unakubali mtu akwambie uache shughuli zako alafu uende kupigania jambo ambalo hata halielewi vizuri. Makamu huyo na mwenyekiti ambaye amekuwa akimzungumzia hususan Lissu, makamu huyo na wa mwenyekiti aliyewakumbusha wananchi hususan busara ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyesema kuwa mtu anayekupa hoja ya kipumbavu kwa akijua wewe unajua kuwa hiyo hoja ni ya kipumbavu anakudharau sana. Mtu mzima ana akili zako, naambiwa uende kupigana kuhusu nini? Uache kulima, kuvua au kazi zingine ya kukuingizia kipato halafu uende kwenye fujo? Usizoeleke hivyo. Wasira alisisitiza kuwa haki inaweza kudaiwa kwa njia ya amani, lakini si kwa kuvunja haki za wengine au kusababisha vurugu. Alisema ni muhimu wananchi kulinda misingi ya katiba, kuheshimu sheria na kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi kama njia ya kistaarabu kuleta mabadiliko. Katika hatua nyingine, Wasira aliwataka Watanzania kutokubali kutumika kama chombo cha vurugu, bali washikamane katika kulinda amani na utulivu wa taifa. Kama haki ni yako unaidai, lakini hakikisha haki za watu wengine zinalindwa. Hicho ndicho ambacho alikizungumza makamu kuhusiana na namna ambavyo wanachadema wanapaswa kuweza kuwa moja kati ya watu ambao wanaeneza mambo mema. Hii ni K-News habari.